Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu, kuna jina la Allah subhanahu wa ta'ala linaitwa Al-Fattahu. Kuna jina la Allah subhanahu wa ta'ala linaitwa Al-Fattahu, au unaweza ukaliita ya Fattahu. Ya Fattahu maana yake ewe mwenye kufungua, ewe mfunguzi, ewe mwenye hazina ya funguo za kila kitu. Yote katika hayo utakayoyasema ni sawa. Sasa je, umewahi kulifanyia tajriba, majaribio hili jina, ukalikalia kikazi kimoja, ukalitaja mara 10,000 pasi na kuingiza neno lingine lolote? Yaani umechukua udhu wako, ukakaa kitako yako, alafu ukaanza kusema ya Fattahu, ya Fattahu mara 10,000 katika kikazi hicho kimoja, usiingize neno lolote lingine. Umewahi kufanya tajriba hii? Wallahi ninakuapia ndugu yangu Muislamu, kama unataka ufikie mwisho wa machozi yako unayolia kila siku kwa dhiki na mitihani unayoipitia, kama unataka ufikie ukomo wa manunguniko yako na tafashi za moyo, kama unatakiwa ufikie ukomo wa matatizo yako, kama unatakiwa ufikie ukomo wa ile dhiki na mitihani unayoipitia ambayo tayari umekwisha ikatia tamaa, basi jaribu kutafuta moja katika masiku ambayo unahisi una nguvu kubwa, una energy kubwa. Kaa kitako, alafu sema ya Fattahu katika kikazi kimoja mara 10,000. Ninathubutu kumuapa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo itakuwa siku ya mwisho na siku ya mwanzo kuanza kuishi maisha mapya tofauti na hayo maisha unayoishi yanayokutoa machozi kila siku. Inawezekana maisha unayoishi kila siku maskini unalia, usiku kwako ni kama mchana. Mchana ndo usiseme ndugu yangu, hakuna muda unaokupita machozi isibubujikwe katika mashavu yako maskini. Mitihani imekuandama, dhiki zimekushika, kila unalolishika linafeli, kila unalojaribu linakataa. Maskini ya Mungu, umeshazunguka viringe vyote, bado hali ni ngumu. Hakuna kituo cha dua ambacho hujafika, bado mambo ni magumu. Ndugu yangu, nakufahamisha jambo moja, unaweza ukalichukia jambo, kumbe lile jambo lina kheri na wewe, na unaweza ukalipenda jambo, kumbe lile jambo lina shari kubwa sana na wewe. So kila mmoja kapangiwa kwenda kupona katika viringe vya waganga, wala katika majlisi za kusomewa Qur'ani. Si kila mmoja kapangiwa hivyo. Kuna wengine wamepangiwa sahali yao waitafute kwa juhudi zao, kwa kukaa chini na kumtaja Mola wao. Unaonaje? Inawezekana ikawa na wewe ni mmoja katika hao. Jiulize, mara yako ya mwisho lini kukaa chini ukamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa ndugu yangu mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, kama unanisikia haya maneno na kweli dhiki zimekukamata, dhiki zimekuandama, dhiki zimekushika, shida umefikia hatua unataka kukata tamaa, wallahi maneno ya faraja ninakupa haya, ninakwambia la taqnatu min rahmatillah. Usithubutu kukata tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yay'as min rauhillahi illa alqaumil kafirin. Ndugu yangu, hakati tamaa ila mtu aliyekufuru. Makafiri ndio wanakata tamaa. Muislam, muumini, mwenye imani, mwenye yaqini, mwenye ikhlasi sawa sawa, hakati tamaa hata siku moja. Iweje wewe ukate tamaa kwa sababu ya mashida yako, kwa sababu ya madhiki yako, eti kisa mume wako amekukimbia, eti kisa hauolewi, eti kisa jini mahaba na kusumbua, eti kisa kazini fitna imekuwa ni kubwa, eti kisa maradhi yamekuandama, eti kisa umehangaika kwa wanadamu wenzako. Kumbuka viringeni unapokwenda, majlisi za dua unakwenda, unawafata wanadamu wenzako. Mimi ninakuelekeza umfate yule ambaye asiyelala wala kusinzia, Dhul Jalali wal Ikramu, mwenye utukufu na ukarimu, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo. Sio kiumbe huyo, hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hafanani na kitu chochote. Je, umeshawahi kumshtakia kesi zako? Je, umeshawahi kumpa malalamiko yako? Je, umeshawahi kumpa manunguniko yako yanayokutesa? Na kama umewahi, kwa namna gani basi? Je, unaweza ukakubali kukata tamaa kwa madhiki uliokuwa nayo ya miaka 5, miaka 6, miaka 7?
eti ukakate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Uko wapi wewe? Hebu leo sasa naomba nikufundishe. Funga kibwebwe vizuri katika kiuno yako, alafu vuta juu soksi yako juu, alafu kazana. Kama ni mtoto wa kiume simama imara, kama ni mtoto wa kike, watoto wa kike huwa wanakuwa majasiri. Usikubali kulia machozi yakakumwagika kwa sababu tu ya maadui wanaokuandama au mitihani unayoipitia, ukakubali kuwa mnyonge, ukawa unalia daima. Naomba kuanzia sasa chozi lako likaanguke hali ya kuwa unasema ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu mara 10,000 katika kikazi kimoja. Na kuapia ndugu yangu mpenzi unayenitazama, sina shaka kabisa katika hilo, ndio mwisho wa kulia kwako, ndio mwisho wa dhiki yako, ndio mwisho wa matatizo yako, ndio mwisho wa kila balaa inayokuandama katika ulimwengu. Al-Fatahu, jina la Allah lina siri kubwa baba yangu. Al-Fatahu, jina la Allah lina siri kubwa ndugu yangu mpenzi unayenitazama. Iba muda ndugu yangu, tenga muda, alafu funga vizuri kiuno chako, mwambie Allah, ninakuja kwako, sendi kwa shekhe, sendi kwa mganga, sendi kwa mganguzi, sendi kwa yoyote. Nasimama na wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sikuachi Allah kwa mezali muda ambao wewe hujaniacha. Mimi siwezi kukuacha hata siku moja. Wewe unadhania Allah ameghafilika na wewe? Wewe unadhania Mwenyezi Mungu haoni machozi yako? Wewe unadhania Allah haoni unavyohangaika? Wewe unadhania Allah haoni juhudi zako? Sikiliza, Allah anamwambia mtume wake Muhammad, hebu andika maneno haya, maneno yanayotia imani, maneno yanayojenga moyo wako ndugu yangu unayekaribia kukata tamaa. Sikiliza maneno haya ndugu yangu, msikilize Allah mwenyewe anamwambia mtume wake, tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, endelea kutegemea kwa yule aliyekuwa hai ambaye hafi daima. Alladhi yaraka hina taqumu, Mola ambaye anakuona pindi unaposimama usiku. Maskini, umeamka usiku, umechukua udhu wako, unasimama, umefunga swala yako, unamwabudu Mola wako, unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema mimi ninakuona. Watakallubaka fi sajidina, naona unavyopinduka pinduka katika wenye kusujudu usiku wa manane. Ndugu yangu, juhudi zako sidhania Mungu azioni. Allah anaona juhudi zako, wala Mungu hajakusahau, na Allah hana sifa ya kusahau. Baba yangu, shikamana na Allah sawa sawa. Yani kuwa imara ndugu yangu, usibabaike kwa mitihani inayokukuta, wala usitetereke kwa vitisho vya maadui wanavyokuandama. Amka usiku ama iwe ni mchana, kikazi kimoja, chukua uzu wako sawa sawa, keti kitako, mwite Al-Fatahu kwa matatizo yako. Wallahi nakuambia, ukipiga Al-Fatahu hizi, utakapofikia tu kwenye mara 5,000 pale au mara 4,000, unakwenda kuitafuta 10,000 au mara 7,000, wallahi nakwambia utahisi mwili unakusisimka, nywele zinakusimama za mwili wako. Jua kabisa sasa hapo, wallahi aladhimu, maombi yako yanagonga katika ufalme unaotisha, ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huchukui siku 3 humalizi, na kwa pia niko hapa, utaona majibu atakayokuja. Kwa nini ubabaike? Kwa nini ukata tamaa? Tuna Mungu sisi ndugu zangu, tuna Allah subhanahu wa ta'ala asiyelala wala kusinzia, bingwa wa mabingwa. Kila siku unalia, kwa nini ulie baba yangu? Usilie ndugu yangu mpenzi unayetazama, wallahi Allah anatisha, na Allah ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. La taqnatu min rahmatillah, usije ukakata tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni jasiri, wewe ni mshindi. Ala inna hizballahi humul muflihun. Uko wapi wewe na hii aya? Allah anasema ebu tambueni, ebu jueni, kundi la Mungu ndio kundi lenye kufaulu. Kama umeshakwenda kumaliza sehemu zote, mashehe wote umekwenda, bado mambo yako magumu, usikubali ndugu yangu kukata tamaa. Wanadamu hawana uwezo wa kumaliza matatizo yako, wanadamu hawana uwezo wa kumaliza dhiki yako, wanadamu hawana uwezo wa kumaliza mashida yako uliyokuwa nayo, ila mfalme mkuu yupo, Alwahidu Al-Ahad Al-Fard As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mfalme mkuu, bingwa wa mabingwa, mwenye utukufu na ukarimu, asiyelala wala kusinzia, Dhul Jalali wal Ikram, Al-Hayyu Al-Qayyum. Huyo ndugu yangu, huyo ndio ninakupa siku ya leo. Kamkamate kwa jina lake la Al-Fatah, wallahi utarudi hapa na majibu. La takhafu wala tahzan, wala usikate tamaa ndugu yangu Muislamu. Una Allah wewe ndugu yangu mpenzi unanitazama, na Allah anakuona juhudi zako, na Allah anakuona yale unayoyatenda insha Allahu taala. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa. Amka usiku ama iwe ni mchana, Al-Fatahu mara 10,000. Hiyo inakwenda kubadilisha maisha yako yote, wallahi alazim, kukutoa katika ufukara, kukupeleka katika utajiri, kukutoa katika dhiki ya maradhi, kukupeleka katika afya iliyokuwa njema. Haya ninakwambieni ndugu yangu, sisi tumeshafanyia tajriba, tumeyafanyia tajriba haya mambo, na tumeona matokeo yake makubwa, matokeo yake yalivyokuwa adhim.
Vipi wewe ndugu yangu leo ushindwe? Vipi ndugu yangu leo ukate tamaa? Usikate tamaa insha Allahu taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Msisahau ya kuwa ndugu zangu tunapatikana Kigamboni, eneo linaloitwa Mwembe Mtengu insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, akuondosheeni mitihani, misokosoko na matatizo. Ahsantum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.